Angalia maombi ya kikuhani na tutaomba maombi ya kikuhani. Jana tuliangalia utakaso wa kikuhani na tuliangalia katika kile kitabu cha Zekaria sura ya 3 mstari ule wa kwanza tulienda hadi mstari wa 7. Tukaona kuwa Yoshua alikuwa kuhani mkuu akiwa hekaluni madhabahuni, na wakati Yoshua akiomba, Biblia inasema shetani alikuwa upande wa kulia ili kushindana naye. Kwa hiyo shetani alishindana na Yoshua akiwa madhabahuni, tena ni kuhani mkuu kabisa. Kumbe shetani haogopi title zetu, shetani haogopi vyeo vyetu, shetani haogopi una uzoefu miaka mingapi kwenye wokovu, shetani haogopi mchungaji wako ni nani. Anachoogopa shetani, anapata uhalali kwa sababu ya makosa yetu na maovu yetu. Kwa hiyo shetani alikuwa kwa upande wa kulia ili kushindana naye, na Biblia inasema na malaika wa Bwana walikuwa pale mbele zake. Lakini malaika wa Bwana hawakumsaidia Yoshua. Kwa nini? Kwa sababu Yoshua alikuwa amevaa nguo chafu sana. Means alikuwa na uovu kama kuhani. Ni kweli kuhani mkuu, ni kweli ameletwa madhabahuni, ni kweli kuhani wa zamu, lakini ana uovu. Na nikasema ndani ya kanisa Mungu hapa kuhani sio tu mchungaji. Hapa kila mmoja aliyeokoka ni kuhani. Kwa mjibu wa Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9, sisi wote ni nini? Makuhani watakatifu, ukuhani wa kifalme, ukuhani wa kifalme. Na nikasema ukijijua wewe ni kuhani, hautavaa mavazi machafu, kwa sababu kuhani anatokeza mbele za Bwana, na kuhani anahudumiwa na malaika, na malaika hawajui uchafu, kwa sababu malaika hawajazaliwa duniani. Malaika wanakaa mbele za Mungu siku zote. Kwa hiyo wakija akipona mchafu, hii sio type yetu, wanaondoka, wanakaa mbali na wewe. Lakini ukiwa msafi, malaika watakuja kukutumikia. Bwana Yesu asaidie sana. Ili Yesu awe kuhani mkuu, tunajua alishinda yale majaribu pale matatu katika alipokuwa nyikani, alipokuwa akifunga siku 40. Na baada ya kumaliza kufunga, Biblia inasema shetani alimjaribu. Lakini baada ya shetani kumjaribu, alipomshinda, Biblia inasema na malaika wakaja nini? Kumtumikia. Shetani akamwacha, malaika wakaja kumtumikia. Kwa hiyo wakati wote unaposhinda jaribu la mwili, jaribu la tamaa ya macho, tamaa ya mwili, kiburi cha uzima, unaposhinda tu means unaruhusu malaika waongezeke waje kukutumikia. Na ndio maana mara nyingi sana watu wengi hapa, the moment unataka kwenda dimension nyingine ya kiroho, hatua nyingine ya kiroho, kuna tabia inaibuka ambayo ulishaisahau. Umetoka kufunga siku zako 30 40, unajua hapa tunafunga siku 12 hizo za washirika, lakini kuna wale wenzangu darasa la utumishi wanafunga siku 21 na kuendelea. Sisi wengine umakuhani kabisa, hatuwezi kujipangia idadi. Naweza nikafunga 40 vile Mungu ananipa neema kuendelea. Tunaelewana? Lakini shetani anajuaga ya kwamba wakati unaenda dimension, unajua Yesu Kristo alikuwa anaingia dimension nyingine. Yesu Kristo alibatizwa kwa Roho Mtakatifu alipokuwa katika mto Jordan, na Roho Mungu akamchukua kumpeleka nyikani ili ajaribiwe. Lakini Biblia inasema wakati anarudi nyikani, hakurudi tena akiwa amebatizwa, alirudi na uweza na nguvu. Alienda akiwa amebatizwa, alirudi akiwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa sababu unaweza ukawa na Roho Mtakatifu lakini huna nguvu za Roho Mtakatifu. Nguvu za Roho Mtakatifu zinatokana na kushinda majaribu. Unaposhinda jaribu moja, unapanda ngazi ya ukuu. Unaposhinda lingine, unaendelea kupanda. Kwa hiyo kila siku unapanda, unaongezeka kutokana na kiwango chako cha kushinda. Bwana Yesu asaidie sana. Sasa Yesu akarudi kwa uweza wa nguvu, na aliporudi moja kwa moja alienda hekaluni. Biblia inazungumza wazi, alipofika akakifungua kitabu cha chuo cha nabii Isaya, na alipofungua kichuo cha nabii Isaya, na akasema wazi kwa Roho wa Bwana yu juu yangu. Amenifanya nini? Amenitia mafuta. Ana uhakika nimeshashindana na yule shetani kule nyikani. So nina uhakika Roho wa Bwana yu juu yangu na amenitia mafuta kuwafungua waliofungwa, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa, mwaka wa kisasi cha Bwana. Alipomaliza kusema hayo maneno, na akasema leo maandiko haya yametimia machoni penu. Alipomaliza akaketi. Mimi Yesu alimaliza kazi kabla ya kuanza kazi, because he know, alikuwa anajua mwisho wake. Alipomaliza pale tu kusema Roho wa Bwana yu juu yangu na assignment aliyotumwa kufanya, Biblia inasema alipokwisha kusoma kile aliwaambia maandiko haya
leo yametimia, sio yatatimia. Ukishamshinda adui aliyekuwa anazuia usijenge kwa majaribu mengi ambayo utayapitia hapa 2026, utajua ya kuwa sasa maandiko yatatimia, ya kuwa na mimi nitamiliki nyumba, ya mimi nitaoa, na mimi nitaolewa, you know. Lakini kama kile kijaribu ambacho kinakushinda au hujakabili na kushinda, nataka nikwambie hautaweza kuona mwisho tangia mwanzo. Am I talking to somebody? So Yesu kama kuhani mkuu anazungumza haya. Yoshua hapa sasa anaingia hekaluni katika hiyo Zekaria sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 7 akiwa na mavazi machafu. Malaika wako kumtumikia kama Yesu, vile malaika walikuwa kumtumikia, lakini malaika za Adoma tu wamefunga mikono. Sasa utapambana mwenyewe na hali yako, kwa sababu yuko pale na mavazi machafu na kanzu chafu na uovu, amekaa hapo. Malaika wanataka kumsaidia, lakini hawezi kumsaidia kwa sababu kikwazo ni uchafu. Sasa nimekwambia uchafu wa kuhani ni tofauti na uchafu wa mshirika. Jana nimekwambia. Na ndio maana mshirika wa kawaida anaweza akatenda dhambi na akaja madhabahuni akajiona yuko sawa. Mimi hapa mchungaji kama kuhani wa hii madhabahu, nikitenda uovu kanisa zima linapigwa zima. Ndio tofauti ya kuhani na mshirika. Sasa mimi jana tunataka tutoke sisi wa kanisa tukiwa na makuhani hapa 50. Unajua washirika hawezi kukosekana washirika hawezi kukosekana. Lakini wewe, Mungu does not design you to become a member. Amna neno hilo member katika Agano Jipya. Agano la Kale ndio kulikuwa na member, na member walikuwa wanaishia ua wa nje. Walikuwa waingii patakatifu, wala walikuwa waingii patakatifu. Sasa Agano Jipya tena pasia la hekalu limepasuka, hatutaki kuishia ua wa nje. Kwa hiyo kuna watu bado wanaishi maisha ya Agano la Kale kwa kukaa ua wa nje, wakijihisi wao bado ni sawa sana wale watu wanaotoka Ethiopia wanaenda kuabudu Israeli, wanaishia kule nje. Lakini wewe ni Muisraeli kweli kwa imani, lakini wewe ni kuhani kweli kwa imani, lakini wewe ni mwana wa kifalme kweli kwa imani, lakini wewe ni uzao mtakatifu kweli kwa imani. So hautaki kuishia wa nje, unatakiwa kuingia patakatifu wa Mungu, kama kuhani wa familia, kama kuhani wa taifa, kama kuhani wa kanisa, na kama kuhani wa mji wako mwenyewe. Sasa kwa sababu hiyo watu hawajui nafasi zao. That's why hata maombi yako unayoomba hauombi maombi ya kikuhani, unaomba maombi ya kishirika. Baba, naomba unipatie mwaka huu kiwanja. Baba, naomba mwaka huu unipe kitanda. Baba, naomba mwaka huu unipe friji. Baba, naomba mwaka huu unipe meza ya kioo pale sebuleni. Hayo ni maombi ya washirika. The priest will never. Mimi hata ukiangalia maombi yangu niliyoandika mwaka huu, sina maombi naomba hiki. That I don't pray. Kwa sababu by the way ninajua nitapata. Wamjua Mungu, najua. Kuna vitu mimi siwezi kuandika kama prayer point. Siwezi. Najua nitapata. Najua Mungu lazima anipe chakula, sio ni muombe anipe chakula. Ombi la chakula ni ombi la washirika. Utupatie chakula chetu cha kila siku. Ulishaye kumwona Elia anaomba chakula cha kila siku? Hata alikuwa hana chakula, Mungu self provide. Alimwambia Mungu, nenda utakutana na mwanamke mjane huko, utakuwa huko Sarepta, nenda. Alipokuwa ameishiwa maji, Mungu alileta hata kunguru akamlisha. Makuhani waombi chakula. Ule kama anaomba chakula, hiyo ni spirit of membership. Ni roho ya ushirika. Kama utoke katika ushirika uingie katika ukuhani, hapo sasa utafanya mambo ya kupasai kama kuhani. Na tulisema mambo matatu kama kuhani yanaenda kutokea. Jambo la kwanza tulisema kuhani amepewa assignment gani? Kwa mujibu wa hayo maandiko ilikuwa ni kuhukumu. Anasema baada ya kumtakasa Yoshua, baada ya kumsafisha na kumvisha kilemba kipya na kuvikwa joho jipya, kanzu mpya,
na malaika. Akaambia, wewe utahukumu nyumba yangu, you judge my house. Kwa hiyo kuhani ndo anayeweza kuhukumu. Kwa hiyo kama una roho ya kikuhani, usije ukaingia kwenye vita na piga miungu ya ukoo wake na kiando, ukoo wake na nani na ipige. Wewe kama una roho ya ushirika, ndugu yangu, baada ya hapo maombi yako, hali yako itakuwa mbaya kuliko jana. Utashangaa zile dhambi ambazo hujawahi kuzifanya ndo zinarudi. Na ndio maana jana nimesema kuna watu hapa mkiombaga maombi ya vita, mkimaliza ndio vita inaanza. Kwa nini inaanza hiyo vita? Kwa sababu uliomba, ulisimama sio kama kuhani, ulisimama kama mshirika, lakini ukiomba maombi ya kikuhani. That is ndio hapo tunapofeli. Na nikasema mfano, kwa hiyo namba moja kwanza tunasema nini? Kuhani atahukumu. That is assignment ya kuhani. Namba moja, anahukumu. Is a judge. Kwa sababu unaitwa ukuhani wa kifalme. Kuhani na mfalme kazi yao ni kutoa hukumu, judgment. Na ndio maana kuhani muda mwingine haombi maombi mengi. Mnakumbuka Hana alipoenda mbele za Bwana Shilo ili aombe apate mtoto? Aliomba hadi akaonekana kama amelewa mbele za kuhani. Sasa wao sio kasema kwamba huyu kuhani Eli alikuwa huyu mzee hivi ajui mtu anayemimina moyo wake kwa Bwana na alielewa. Makuhani muda mwingine unaweza ukahisi ya kwamba labda hawaombi, kwa sababu makuhani wanaishi kwa matamko kuliko maombi. Makuhani sasa, ndio maana huyu kaomba kajiliza, Bwana nikumbuke, Penina ananiumiza, kilomita kidogo. Kuhani Eli kaambia, wewe mdono mwanamke kulewa asubuhi. Muda mwingine makuhani tunaweza kuongea maneno magumu, ukatitika sasa pastor naisi ajali. Sio ajali, kwa sababu lugha yangu sio lugha yako. Mwanielewa kisoga? Lugha yangu sio lugha yako. Sasa tunaona hapa kuhani Eli anamwambia, kumbe ndio hilo linao kusumbua moyo wako. Huna raha, unakuja hapa unaomba kama umelewa. Haya, mwakani majira kama haya uende. Yule baba tunajua alikuwa na mapungufu yake na udhaifu wake, lakini Mungu aliheshimu maneno ya kinywa chake, na Hana akapata hitaji la moyo wake. Bwana Yesu asifiwe sana. They are judges. Priests ni mahakimu, wanahukumu mambo. Kwa hiyo wewe ukivaa, jana tulitoka, wale waliokopo pale na hisi wametoka tayari kwenye ushirika, wameingia kwenye ukuhani. Sababu tuliomba maombi ya kutakaswa, ya utakaswa kikuhani. Mimi siwezi sasa hivi muda mwingine vitu vingine sio kulia, unalia mbele. Mungu, yataisha. Unasimama kama kuhani. Ngoja nikwambie, siku moja Daudi, wake zake, jamaa zake walikuwa wametekwa wote, wamepelekwa kwenye kambi ya adui. Watu wakalia na yeye mwenyewe akalia sana. Biblia inasema hadi wakaishiwa nguvu. Hadi wakaishiwa nguvu, wakatepeta. Hawana hata nguvu ya kwenda vitani, yeye na jeshi lake. Hadi wale wanajeshi wakataka kumpiga mawe, wakasema wewe ndio uliosababisha hadi wake zetu wanatekwa. Biblia inasema Daudi akajitia nguvu katika Bwana. Akachukua naivela, akajifunga kiunoni, akavaa kama naivela kama kuhani. Akaenda akamwambia Bwana, je, niwapandie hao watu nitarudisha mateka? Bwana akasema wapandie. Daudi akaamsha jeshi lake, akamwambia hamna kulia tena. Maana mara kwanza alikuwa na mindset ya mshirika, baadaye akabadilisha mindset, akawa na mindset ya kuhani, ya judge. Sasa this is the time to judge this Philistines. Hawa Filisti ni wakati wake wa kuhukumu. Sasa hamna kulia, najitia nguvu katika Bwana na ninawafuata nikiwa na macho makavu. Bia akarudisha watu wakashangilia, wakafurahia sana. Watu walioko mateka, wake zake na ndugu zake, watu wakarudi. You can choose, unaweza kuchagua. Maisha ya kuhani ni maisha magumu, lakini maisha yenye matokeo. Ni maisha yenye matokeo. Alivaa naivela, nisi alivaa vazi la kikuhani, alitoa yale mavazi yake ya vita, akavaa vazi la kikuhani, akatokea mbele za Mungu. Na nielewa watoto wa Mungu. Namba 2 tulisema kuhani anafanya nini? Ni mlinzi. Pia sawa, naye utalinda nyua zangu, utalinda nyua zangu. Kwa hiyo kazi ya pili ya kuhani ni yeye ni protector, ni mlinzi. Is a security guard katika ulimwengu wa roho. Kwa malaika wa kanisa la Ng'ong'o naandika, yeye ni mlinzi.
ni wakili wa pale wa Mungu katika hilo eneo, ni mlinzi. Kwa hiyo kama ni mlinzi, ukisimama katika nafasi ya ulinzi wa familia, hakuna kitu kitapenya Mungu asikwambie. Ndio Biblia inasema sitafanya jambo lolote pasipo kuwajulisha watumishi wangu manabii siri zangu. Kwa hiyo Mungu atakwambia tu, kuna uharibifu unaingia kanisani, kuna uharibifu unaingia kwenye ndoa yako, kuna uharibifu unaingia kwa watoto wako, kuna uharibifu unakuja, hata miezi mitatu ijayo anakupasha habari mapema. Na kama kuhani hautafanya utani. Watu wengi sana mlipewa neema ya kikuhani mkaipoteza. Kwa hiyo Mungu sasa hivi mambo mengine yanatokea kama surprise kwenye familia yako, mabaya ya kuumiza. Zamani Mungu kabla ya kuyaruhusu alikuwa anakupasha habari, kwa hiyo ulikuwa unasimama, lakini ulipoacha tu Mungu akikufunulia mambo unasema nitaomba baadaye, nimechoka, si ndoto nyingine, Mungu anasema kumbe usingizi ni mtamu sana kuliko kuomba. Sasa hivi nitaacha, sitaongea na wewe, nitakuacha uishi maisha ya kishirika. Washirika wanakutanaga na surprise, makuhani wanakutanaga na taarifa, information. Mwanielewa vizuri? Hiyo namba 2. Namba 3, wanasimama mbele za Bwana karibu, sio tu mbele, karibu. They are standing near and closer to God and before God. Ndio sifa. Wanasimama mbele za Bwana na karibu na uso wa Bwana siku zote. Kwa hiyo ukikaa katika hali ya kuhani unakuwa karibu na Mungu. You feel, kwa sababu makuhani walikuwa wanakaa patakatifu kwa patakatifu. Kwa hiyo unaanza kuona uwepo wa Mungu kwa sababu unaishi maisha ya kuhani. Maisha ya ushirika, utaona jengo la hekalu lakini utaingia ndani, utakuwa kwenye ua wa nje. Sasa kuna watu hapa ni kama vile mmetupwa kwenye ua wa nje. Oh God help me. Mwanielewa? Na nikasema kuhani, hapa narudia kwa sababu ya wewe uliokuwa mvivu kuja kanisani. Uje kwenye maombi ndio wewe, lakini ingekuwa umekuja jana singerudia hapa. Kwa hiyo unanifanya nirudie kwa ajili yako, kwa sababu hichi kitu ninachokizungumza leo hakitakusaidia kama hujanielewa jana. Nikasema kuhani mkuu alikuwa anaingia patakatifu akiwa amefungwa mnyororo. Kwa nini? Kwa sababu utukufu wa patakatifu, akiingia na dhambi anaweza akafa. Kwa hiyo wanamfunga kwa tahadhari. Kuna wale makuhani wadogodogo wale wanaokaa patakatifu wanakuwa wameshikilia mnyororo ili huyu asije akaenda huko akafa. Kwa hiyo wakiona anatembea tembea wanajua yuko hai, anafanya kazi ya ukuhani. Wakiona tu ghafla huko kishindo alafu hamna movement, wanaanza kuvuta, wanajua maiti, wanaivuta hadi huko anaenda kuzika. Kwa hiyo kuhani alikuwa anaishi maisha ya toba, maisha ya moyo safi, maisha ya utaua, maisha ya uchaji, kwa sababu anajua mimi sikutani na watu, naenda kukutana na Mungu. Na Mungu japokuwa sisi tunajua si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, lakini Mungu pia ni mwenye hasira nyingi sana. Hachezi na makuhani. Mshirika anaweza akacheza na wewe. Nenda kwenye matope, fanya matope wako, rudi tena jitakase. Na nikasema mshirika ni kama mtoto. Hivi mtoto anajinyea kwa siku mara ngapi? Lakini unamfuta, unaendelea kukaa naye. Baadaye tena ajinyea, hauwezi kwanza kumfinya eti mtoto wa miezi mitatu eti kisa amejinyea. Utamfinyia wapi? Unamwacha kama alivyo. Sasa ukiona unajinyea nyea tu, unaendelea kujinyea ndani ya kanisa na huko kanisani, na huko madhabahu na unajinyea, wewe roho ya utoto ya uchanga imekukalia. And you will never step into another dimension, kwa sababu kuna uovu umeukumbatia. It become your part of your lifestyle. Mlisi wako mtoto hana tofauti na mtumwa. Kwa hiyo utakuwa mtoto lakini utakuwa mtumwa. Shetani atakutumikisha sana kwenye mambo mengi bila kujijua. Mnanielewa vizuri? Kwa hiyo kuhani hawezi kutenda dhambi za rejareja kwa sababu anajua nisije nikafia madhabahuni. Ila yule mshirika wa kawaida anayeishia huwa wa nje, hata utukufu wa Bwana hauoni. Anaona tu wingu limetanda huko mbele, lakini hata haingii humo ndani. Yeye yuko lazima anajua nitafanya dhambi, nani ataniona? Kwani mchungaji yuko na mimi huko uchumbani? Mchungaji yuko na mimi huko Singida nilipoenda? Mchungaji yuko na mimi huko Mwanza nilipoelekea? Mchungaji yuko na mimi huko Morogoro? Utafanya. Lakini huo ni ushirika. Ni Ukristo wa kawaida wa uchanga.
Lakini kuhani anajua no. Kuhani sio kwa ajili ya hapa kanisani. Unaweza ukawa kuhani wa familia, lazima uishi maisha ya utaua kwa sababu familia umeibeba mgongoni kwako. Unaweza ukawa kuhani wa ukoo. Kuna mambo unatamani yatokee kwenye ukoo, hayatokei. Na wewe unasema mimi naishi, mimi ndo lango la ukoo. Lango la ukoo lazima awe kuhani. Unaishi la dhambi la yeye tu, unachezea tu makalio ya dada. Unachezea tu. Unaangalia tu mapicha ya ajabu. Hauwezi kuwa kuhani wa familia. Unajichelewesha toka kwenye utoto. Unanielewa kwa mfano? Sema ndio. Kuna kipindi unasema no, ninakata rufaa. Mimi sio tena mtoto. Mimi nimeamua kuwa kuhani. La sivyo, ukiwa unaishi maisha hayo na unaomba maombi ya kikuhani, kitakachokupata ni kizito. Wewe unaweza usife lakini biashara zikafa. Wewe unaweza usife lakini vitu vyako vikapotea. Wewe unaweza usife lakini ukakosa kibali kwenye macho ya watu. Kwa hiyo Mungu kuna vitu anaviua. Unashangaa, bwana vitu vangu lakini naomba, bwana nasukuma hivi lakini mambo hayatoki. Ni kwa sababu mwanielewa vizuri? Kwa hiyo tutoke kwenye utoto, tuingie kwenye ukuhani. Kuhani anajua kwamba nitatendaje dhambi hii nimkose Mungu wangu, maana mimi nina assignment ya kuokoa taifa. Mimi nina wajibu wa kuokoa taifa zima, mataifa mawili, Israeli pamoja na Misri. Siwezi kutenda hizo hata kama nitasingiziwa, lakini mradi sijafanya ni sawa. Hata kama nikienda gerezani ni sawa, hata kama nikiwa mtumwa ni sawa, lakini siwezi kutenda dhambi hii ili mimi nipoteze nafasi yangu ya kuhani. Ukuhani ni gharama. Wakati watu wana date wameshikana huko, wanatembea chuo, makuhani sana no. Let me set aside, kwa sababu makuhani wametengwa. Biblia inasema tokeni katikati yao mkatengwe nao. Kuna mambo atafanya mtu mwingine lakini wewe usifanye. Na ndio maana usiishi maisha sasa na washirika wengine ndani ya kanisa. Si kwa sababu shirika fulani anafanya hivi na wanafanya hivi. Ngoja nikwambie, walikuwa wanawake wengi sana Israeli. Lakini kuna mwanamke mmoja anaitwa Mariamu. Malaika akamtokea akamwambia, umejaa neema. Umebarikiwa kuliko wanawake wote. Umejaa neema. Kuna mtu hapa anatakiwa ajae neema kwa sababu kuna kitu anataka akizae kikubwa. Kuna namna anatakiwa ujitenge. Kuna mtu anatakiwa mzae Samsoni atakayeleta wokovu kwenye familia. Wokovu hautakuja kwako wala kwa ndugu zako yoyote, lakini kupitia tumbo lako atakayezaliwa ndio ataleta wokovu. Lakini kama utaendelea kunywa mvinyo, huyo mnaziri wa Mungu hatatokea kwenye tumbo. Na ndio mke wa Manoa anaambia usinywe mvinyo wala chochote kile, kwa sababu utakachokizaa ni kitakatifu. Kuna maisha ukijua una assignment, hauwezi kuishi ovyo tu. Hauwezi kuongea lugha yoyote. Hauwezi kufungua kinywa chako kuongea kitu chochote. Na tukaonyesha jana utakaso wa kikuhani unagusa maeneo mangapi? Tulizungumza. Eneo la kwanza, kinywa. Imepasa midomo ya kuhani kuhifadhi maarifa, maana watu utafuta sheria ya Bwana kinywani mwake. Kitabu gani? Malaki 4:7. Haya. Eneo la pili, sikio. Biblia inasema naye utatoa damu ya mwana kondoo na utaeka katika ncha ya sikio ya makuhani na wana wa Haruni. Ncha ya sikio. Ili ni maana utakase, kwa sababu kuhani utakiwa kusikiliza kila kitu. Kuhani utakiwa kusikiliza bongo flavor, unasikiza bongo. Nani kamwaga pombe yangu? Nauliza. Na umeweka pale. Unataka sasa sapa ya umekaa pale unasikiliza. Na you are comfortable. Unasikiliza vitu vya ajabu, unaangalia mapicha sio eleweka. Movies za ajabu. Oh, hizi love story. Love story watu wanafanya vitu vya ajabu. Na wewe umekaa pale tu unakodoa macho hadi mwisho, wanaelekea chumbani, wanavua na nguo. Wanaendelea. No, eneo la tatu, mikono. Hasa na utatoa damu katika ncha na utaziweka katika vidole gumba vya mikono yako. Katika mikono, kwani mikono yako ni takatifu. Biasa ni nani atakayesimama katika mlima wa Bwana? Ni mtu mwenye moyo safi na mikono meupe. Kwa hiyo mikono, lakini pia eneo lingine moyo. Linda sana moyo wako kuliko chochote kulindacho, maana ndipo itakapo chemchemi ya nini? Ya uzima. Kuhani unasimama mbele za Bwana, huwezi kusimama ukiwa na moyo mchafu.
Eneo la 5, miguu. Sasa nao utatoa damu na kuiweka katika ncha ya vidole gumba vya miguu. Kwa nini miguu? Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba katika zile silaha, moja kati ya mavazi ya kikuhani anasema na miguu iliyo nini? Tayari. Kwa hiyo miguu hiyo inatakaswa ili iwe na utayari wa kuhubiri injili ya amani. Lakini kwa nini miguu? Biblia inasema katika Yeremia, zuia mguu wako usikose nini? Kiatu. Lakini inasemaje katika Kutoka? Vua viatu vyako, maana mahali hapa nini? Patakatifu. Anasemaje katika Yeshua? Nyayo za miguu yako zitakapokanyaga nimekupa kumiliki na kutawala. Sasa kama miguu yako ni michafu, hauwezi kupata hivyo vitu kama kuhani. Na ndio maana lazima uishi maisha tofauti. Sio kila kitu utaenda. Zaburi anasemaje? Zaburi ya 1, wala hakusimama wapi? Barazani pa wenye mizaa, wala hakwenda katika njia ya wakosaji. Kazi yake nini kuhani? Sheria ya Bwana inaitafakari usiku na mchana. Naye atafananishwa na mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji uzao matunda kwa maji, na wala jani lake litanyauka, na kila lifanyalo litafanikiwa. Mwanaelewa vizuri? Haya ni maeneo tu machache. Sasa na wewe uliokuwa jana mvivu ujaja, unaka kitu umepata. Tunaelewana? Sasa nitoke hapo leo. Sasa wewe mwenyewe utakuwa na wajibu wako. Kama utaenda kuomba maombi ya utakaso wa kikuhani, kazi kwako. Nenda kaombe huko ili utoke kwenye ushirika na utoto uingie kwenye ukuhani. Na maombi pia ya kikuhani yanatofautiana. Ndio wale ndio maombi ya kikuhani. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 6:33 inasemaje? Utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote mtazidishiwa. Makuhani wanatafutaka ufalme wa Mungu, washirika na Wakristo wa kawaida wanatafutaka mengine yote. Okay, nirudie. Makuhani huwa wanatafuta ufalme of the kingdom of God, kwa sababu ufalme wa Mungu ni package lenye kila kitu ndani. Lakini washirika wa kawaida, ukiishi maisha ya ushirika wa kawaida, yani usipojua nina assignment, mimi nina ukuhani ndani yangu, utakuwa kila siku unaomba vitu. Nikatoa mfano jana tulivyoenda huko sehemu huko na ndugu yangu Uchumi huko Kibaha kwenye huduma za familia. Sasa akaambia watu waandikeni mahitaji. Jana ni wapa mfano, watoto wa ile nyumba wakaandika mahitaji. Basi akasema nataka Mungu anipe begi la shule, socks nzuri, mkebe. Yaani vitu na umeona? Yaani wanaongea mengine yote ambayo by the way ni lazima wapate, kwa sababu wao ni watoto wa ile nyumba. Baba yake akanunulia tu. They don't pray for the kingdom matter. Wanaombea vitu tena vitu vya kawaida. Lakini mtoto hapo mtoto hana tofauti na mtu. Kwa hiyo yani vitu ni vya kwake. Na ndio maana yule mwana mpotevu anaambiwa na baba yake, wewe mbona ungeomba hivi? Yule mwana mpotevu aliyokuwa ndani ya nyumba, achana na yule aliyopotea. Yule aliyopotea akiwa ndani. Unajua kuna watu wanapotea wakiwa ndani ya nyumba, lakini wengine wanapotea kwa kwenda mbali na nyumba. Wote wale walikuwa wanaopotevu, lakini tu walikuwa na dimension tofauti. Mwana mpotevu wa kwanza ni yule aliyochukua mali akaenda kutapanya huko kwa anasa, akala na nguruwe, akasema watumishi wangapi hapo kwa baba yangu nikale na kusaza. Kitu tofauti cha huyu mwana mpotevu, alikuwa na two mindset. Unajua tofauti ya watoto wa Mungu na makuhani nini? Watoto wa Mungu muda mwingine wanakuwa na two mindset. Anasema nitaenda kwa baba yangu maana kuna kula na kusaza, lakini anasema nitajifanya hata anifanye mmoja wa mtumwa. Kwa hiyo mtoto wa Mungu anaweza akawa na two mindset. Kwanza anaweza akaisi niwe mtumwa tu lakini niwe salama, yuko sawa. Lakini yule ni baba yangu. Kwa hiyo mtu mmoja ana two mindset. Na ndio maana kuna watu mpo hapa kanisa mna two mindset. Ni kama Mungu ameniacha lakini Mungu ananipenda. Two mindset within one person. Na yule mwingine yuko pale amesikia kwamba sherehe Kigoma kinapigwa, watu wanakula uwechi, ndama imechinjwa. Mwana mpotevu aliyokuwa ndani ya nyumba akauliza wafanyakazi wa baba yake, kwani leo kuna nini? Hasa ndugu yako alikuwa amerudi, ndio amefanywa sherehe ya baba yake. Akalia, akalala baba. Akasema what? Mimi niko naye siku zote hapa, asinichinjie mwanambuzi wala mwanakondoo. Lakini huyu mdogo wangu alishapewa cha kwake, ameondoka. Alafu alipoenda meza baba yake akamwambia, mtoto wangu, ni ujinga unaokuponza.
Kwa sababu hivi vyote viko ndani yako. Hata kama ungetaka ule na marafiki zako kila siku ungechinja tu, maana viko ndani ya uwezo wako. Lakini ndugu yako alikuwa amepotea, sasa amepatikana. Alikuwa amekufa, sasa amefufuka. Kuna watu wako ndani ya kanisa, kuna treatment ambazo mchungaji naweza nikawapa watu waliopotea. Wanalalamika kwa gani pastor amewafanyia vile wale. Mbona sisi wengine hatujafanywa hivi? Kuna watu ni wana wapotevu walioondoka ndani ya nyumba. Ngoja ni. Kuna mtu afaje? Oh, thank Jesus. Treatment ya Mariamu na treatment ya Zekaria ilikuwa tofauti. Wote walijibu the same. Yawezekanaje jambo hili? Mmoja anasema mimi ni mzee na mke wangu amepoteza umri wa kuzaa. Malaika akamwambia, unatufanya sisi ni waongo. Si Mungu ametupa taarifa tukuletee. Haya, utakuwa bubu hadi mtoto wako azaliwe. Lakini Mariamu anaambiwa vile, naambia usijali. Roho Bwana atakuja kwa nguvu juu yako. Na uwezo wa Bwana utakufunika naye utazaa mwana. Tofauti treatment. Kuna kipindi mimi naweza nikamtandika mtu hapa fimbo kanisani kwa sababu ninampenda zaidi. Kwa sababu mwana anayependwa na baba yake atarudiwa. Ukiona unafanya makosa na ninakutazama tu, utajiweka mwenyewe kwenye fungu lako. Yeke tu, put yourself there. Mwana mpotevu aliyopotea akiwa ndani ya nyumba akanuna. Lakini asijue these things is all for him. Yote ni ya kwake. Hapa una kazi ya kulaumu. Mbona fulani hajafanya? Mbona fulani kafanywa hivi? Mbona asenge hajafanywa hivi? Mbona mimi nimefanya hivi? Mbona pasa kanifanya? Mbona pasa kanisa? Mbona fulani alikosea? Mbona fulani alianguka kwenye dhambi na akufanywa 1 2 3? Mbona fulani akachapa? Ukiona hivyo treatment zangu kwako wewe na mwingine tofauti. Kwa sababu nakujua ni mwana mpotevu ulio ndani ya nyumba au ni mwana mpotevu aliotoka nje ya nyumba. Kwa hiyo the way ninavyo treat tofauti na watu tofauti. Kwa hiyo muda mwingine acha kuingilia mambo. Kwa sababu you don't know, haujui chochote. Ukae tu kwa kutulia. Mnanielewa makuhani wa Bwana? Msalimie kuhani mwenzio, mwambie unamuelewa kuhani mkuu. Na nikasema kuna makuhani wakuu na makuhani. Na ndio wala kuhani mkuu alikuwa Haruni, lakini kulikuwa na makuhani wengine. Wadogo wale. Pale 5 walikuwa wanakaa patakatifu. Wenyewe kwa ni patakatifu. Kwa hiyo tukija hapa kanisani, yuko kuhani mkuu kabisa Yesu Kristo, lakini kuna kuhani mkuu wa madhabahu. Hapa pia kuna makuhani ambaye kila aliye ni mkuhani. Kwa hiyo wengine wote ni makuhani. Lakini kuna mwingine katika nyumba yako wewe ndio kuhani mkuu. Katika biashara wewe ndio kuhani mkuu. Katika mtaa ulionao ndio kuhani mkuu. Sasa nyinyi wajana mmenirudisha nyuma sana. Mnaweza mkaniongezea kama muda? Mpo radhi? Sio kaniambia pastor tunaenda kwenye mambo yetu umetulia muda. Makuhani hawafanyagi haraka kuondoka nyumbani mwa Bwana. Hiyo ni Biblia, sio mimi. Yes, wala usifanye haraka kuondoka uweponi barazani pake. Usifanye haraka. Kwa sababu sasa ukae kuhani usikie Bwana anasema nini. Sasa ukiwa kitu kidogo tayari umeshalash. Washirika ndo wanakimbizana hivyo. Makuhani lazima wakae wasikie Bwana anazungumza nini. Ukuhani kazi. Yesu atusaidie sana. Sasa maombi ya kikuhani sasa. Kwanza kila mmoja hapa lazima aelewe yeye ni kuhani. Kwa sababu usipojua kama ni kuhani utaishi nje ya ukuhani. Kuhani kuna aina ya maombi anaomba. Ndio hapa nasema utafuteni kwanza ni ufalme wa Mungu. Kuhani is busy about the kingdom. Ufalme, afu yale mengine anazidishiwa. Yaani atakala angaike yeye anakuja. Mwaka 2026 nataka uishi kikuhani.
alafu Mungu atafungua mbingu, atakuzidishia malango yake yatafunguka, atakunyeshea mvua. Nimetoka kukwambia hapa, Elia hakuwahi kuomba chakula, Elisha hakuwahi kuomba chakula. Unajua ukiishi maisha ya kikuhani, kuna watu watasema tu tujenge na nyumba. Nabii kila siku anapitaga hapa hana pa kuishi, tuweke na taa, tuweke na kitanda, ili nabii akipitaga huo mtaa aje akae hapo. Kuhani ngoja niache hapa nisije nikakupa uondo sana. Nikuachie juu kwa sababu mwili wako hujaruhusu. Huwezi kula vyakula vigumu. Nikuache hapa nikunyeshe tu huo uji. Unatosha. Kwa leo. This year tutajifunza sana mambo haya. The priesthood. Ukuhani ili tuelewe. Katika kitabu cha Petro wa kwanza 2:9 nilisema bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake aliyowaita mtoke gizani muingie katika nuru yake ya ajabu. Mzao mteule, ukuhani wa kifalme. Wewe sio tu ukuhani, wewe ni una ukuhani wa kifalme. Umebeba, ujue mfano wake ni nani? Daudi alikuwa ni kuhani na ana ufalme. Kuhani na ufalme. Na kuhani lazima apewe sadaka. Unasema na mimi napewa, na wewe utapewa. Utapewaje? Usio lazima utapewa huko mtaani. Shida ni kwamba ndio nimesema vitu vingine sikwambie sana, ngoja nikuache. Ila tu kuna namna itatokea. Kuna mtu atakwambia kuna tenda hapa. Yaani hata hujaiangaikia na connect. Kuna dili hapa la kuuza kiwanja. Hivi unaonaje? Ukilifanya hivyo unachukua milioni yako moja unaweka mfukoni. Yaani kuna maisha unaishi. Hivi ushakujiuliza yule Melkizedeki alipokutana na Ibrahimu. Ibrahimu akampa pale fungu lake la 10. Alafu yeye Ibrahimu alipewa nini? Mkate na divai. Lazima wewe kazi yako uwe na neno la Bwana, uwe na mkate ambao watu wakisikia wanasema hii ni hekima ya Mungu. Watakupa tu sadaka. Watakushirikisha tu mambo ya pesa. Shida ya kwamba ulichokihifadhi mdomoni, una mkate, una matapishi. Nani atakaye kula? Watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake aliyowaita mtoke gizani mkaingia katika nuru ya ajabu. Mungu anatupa wito wa kutoka gizani ili tuanze kutembea kama makuhani. Kazi zetu ni kuzitangaza fadhili za Bwana. Bwana ni mwema, Bwana atawabariki, Bwana atawafungua, Bwana atawatetea, Bwana atawapigania, nanyi mtanyamaza kimya. Na naona Mungu hawezi kubeba vazi la ukuhani hata siku moja. Huwa anampa mtu. Wakati Israeli wanalia, Mungu akasema no, hapa nimtafute niseme na kuhani. Nani? Musa. Waambie hao Israeli wasinilie. Maana Wamisri wanaoona leo hataona tena. Musa akwambia Bwana asema, aliwaambia yeye kwa Wamisri naoona leo hamtaona tena, tusonge mbele. Ai. Nikuache hapo kidogo. Tuangalie andiko lingine. Mwanzo 18. Mstari wa 20 hadi wa 23. Tuone hapo. Na mstari wa 32 hadi 33. Mwanzo 18:20 hadi 23, 32 hadi 33. Hizi ni habari ya kuhani mmoja anaitwa Ibrahimu. Aliomba maombi ya kikuhani. Tumesema leo tunajifunza maombi ya kikuhani na tutaenda kuomba kwa dakika chache zijazo. Bwana akasema, kwa kuwa kilio cha Sodoma na Gomora kimezidi na dhambi zimeongezeka sana, basi nitashuka sasa nione kama wanayoyatenda ni kiasi cha kilio hicho nijia, na kama sivyo nitajua. Basi wale watu wakatoka huko wakaelekea Sodoma, lakini Ibrahimu alikuwa akali akisimama mbele za Bwana. Tumesema makuhani wanafanyaje? Wanasimama mbele za Bwana. Tulisoma hiyo jana na leo nimerudia. Sasa hapa hao malaika wamebeba kiberiti wanaenda kuangamiza. Lakini wakasema hatuwezi kufanya hivi bila kumjulisha rafiki yetu nani? Ibrahimu, tunachoenda kufanya kule. Maana kule kuna ndugu yake Lutu. Haiwezekani sisi tukashindwa kumpa huu mbea mbinguni. No, lazima tumwambie. Wakamnong'oneza. Ibrahimu akasema nyie nendeni, lakini mimi nitakaa na Bwana hapa. Nyie mmepewa assignment, nyie ni watumishi wa Bwana na mimi ni mtumishi wa Bwana, na mimi ni mwana wa Mungu. Mimi ni kuhani. Kwa hiyo mimi hapa nitaka. Nyie mna agenda ya kwenda kuangamiza Sodoma yote.
mimi hapa nitamuuliza Bwana, wakiwepo watu 50 utaangamiza? Watu 30 utaangamiza? Watu 20 utaangamiza? Lakini yote haya alikuwa anaomba kwa sababu ya ndugu yake anaitwa Lutu. 32 akasema, Bwana asiwe na hasira nami nitasema mara hii tu, huenda wakaonekana humo 10. Akasema sitaharibu kwa ajili ya hao 10. Bwana alipokwisha kuzungumza na Ibrahimu akaenda zake. Ibrahimu naye akarudi mahali pake. Ibrahimu anafanya conversation na Mungu. Kuhani huwa anajadiliana na Mungu. Mungu, hapana, ni kweli umetaka kutenda mabaya ng'ong'ona, lakini nakuomba kama mimi ni mtumishi wako gairisha mambo haya. Kuhani anaweza kubadilisha wazo la Mungu. Mshirika hawezi kugeuza nia ya Mungu. Okay. Mnanielewa? Niliwaambia kwamba kuna watu mwaka huu uliopita walitakiwa waondoke kwa kawaida, ilitakiwa watu waache hapa duniani. Na 90% ya dalili zilikuwepo. Lakini kuhani unasimama mbele za Bwana, unakata rufaa. Unaambia Bwana, ikiwa mimi ni mtumishi wako, tafadhali usikie kutoka mbinguni na ninaomba ugaidi. Si kwa sababu huyu mtu anatakiwa kuishi, ugaidi kwa sababu ya amani yangu. Sababu siko tayari kwenda maloloni kuzika. Siko tayari kufanya ibada ya mazishi. Okay, wewe huwezi kunielewa. Unaweza kusema pastor hapa anajisemesha. Sijisemeshi, I tell you the truth. That's why mimi nikiomba wewe, mfano wewe ukiombea hapa, labda kuna mgonjwa hospitalini, tofauti na mimi nitakavyoomba. Mimi siombe Mungu msaidie apone, Mungu arudi jamani, tunataka arudi mpendwa wetu. Mimi I can pray like that. Nikiwa mimi na Mungu naongea naye uso kwa uso. Naambia Mungu tafadhali. Kuna kipindi Biblia akaniambia, mchungaji, wewe hizi ndio unanizuia. Si umuombe Mungu aniondoe duniani. Kwa hiyo tunanizuia. Muombe Mungu aniondoe. Wewe kila siku kija hapa unaniombea uzima tu. Mama lea Saidi, uongo. Na hata kina Manjelea isikuwa nenda. Hai kwanza hii nimechoka mimi, mateso haya magumu, niondoe niombe nife. Leo nikimwambia sasa uko tayari kufa takata. Kwa sababu kapona. Operation ya moyo, bibi wa miaka 80 ufanyie operation ya moyo afu ifunge kwa muda mchache. Na leo anatembea kutoka kule kilomita 2 anakuja mpaka kanisani na abudu. Wewe nadhani hiyo ni kawaida? Anakuambia pastor, nimechoka kuishi, niombee leo. Ngoja nikwambie, ningefungua kinywa changu nikasema sasa Mungu unaweza kumruhusu mtumishi wako aondoke kwa amani, angeondoka tu. Haitaki angeondoka. Lakini mimi nilishamwambia hautakufa. Hamna kufa wala sina mpango wa kukuzika. Wakati wako bado upo. Unatakiwa uone ndoa ya Mama Lea ya wanao. Hamna kuondoka hapa. That is the priesthood command and prayers and intercession. Hiyo sasa inaitwa intercession. Na nikasema jana, washirika wanafanya maombi, makuhani wanafanya maombezi. Washirika wanafanya prayer, makuhani wanafanya intercession. Tofauti kabisa. Hata kama pastor mwana ameomba maombi mafupi hivi. I'm not doing prayer, I'm doing intercession. Mwanielewa? Tuangalie 19 sasa, Mwanzo 19:27. Ibrahimu akatoka asubuhi kwenda mahali aliposimama mbele za Bwana. 28. Naye akatazama upande wa Sodoma na Gomora na nchi yote hiyo hilo bonde, akaona natazama moshi wa nchi ukapanda kama moshi wa tanuru. Kuhani huwa anafuatilia kuona nini kinaendelea. Jana nilisema na Mungu kwa habari hii, kagairi au mambo yanaendelea, lazima nifuatilie. 29. Ikawa Mungu alipoiharibu miji ya bondeni, Mungu akamkumbuka nani? Ibrahimu. Akamtoa Lutu katika maangamizi alipoiangamiza miji hiyo aliyokaa Lutu. Kwa hiyo Mungu anakumbuka maombi ya kuhani sana. Kuna ndugu zake huko ndani, sitawagusa. Ukiomba maombi ya kikuhani, kuna ndugu zako atakiwa wapate ajali huko Songwe. Hata pata ajali kwa sababu atayakumbuka maombi yako uliomba siku 12. Na ndio maana nimekwambia acha maombi yako ya kishirika.
ya uchoyo ya kujiombea Mungu nipe, Mungu nipe. Omba maombi ya kikuhani kwa ajili ya familia yako. Omba maombi ya kikuhani kwa ajili ya ukoo wako. Omba maombi ya kikuhani kwa ajili ya ndugu zako. Omba hayo maombi na Mungu atayakumbuka na Mungu atawaokoa. That is what we need to pray. Wewe kila siku unaomba tu, yaani wewe akili yako yote imefungwa kwenye mahitaji yako. That is not a priesthood. Mnanielewa vizuri? 29 tumesema ikawa Mungu alipoiharibu miji ya bondeni, Mungu akamkumbuka Ibrahimu, akamtoa Lutu katika maangamizo alipoiangamiza miji hiyo aliyokaa Lutu. Kutoka 32:9, kwa nikimbia hapa nikuache. Nikupe maandiko haya. Kutoka 32:9 hadi 14. Tena Bwana akamwambia Musa, mimi nimewaona watu hawa na tazama ni watu wenye shingo ngumu. Basi sasa niache ili hasira zangu ziwake juu yao, niwaangamize, nami nitakufanya wewe uwe taifa kuu. Musa akamsihi. Makuhani huwa wanamsihi Bwana, wanamwambia Mungu, tafadhali, 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 naomba tu yule apate pango la nyumba. Usio kaniaibisha hapa mchungaji, mimi kwa sababu ya washirika wangu wanafukuzwa nyumba ya kupanga. Tafadhali. Kuna kipindi wewe huwezi kujua maombi tunao. Ninakufundisha hivi ili nayo uache kuomba hizo dimension. Achana kuomba maombi ya kawaida. Mwaka umebadilika, umeshapinduka. Sasa tunaingia dimension nyingine kabisa, kama makuhani, kama watumishi wa Mungu ndani ya kanisa. Musa akamsihi Bwana Mungu wake na kusema, Bwana, kwa nini hasira zako kuwaka juu ya watu wako uliowaleta katika nchi ya Misri kwa uweza mkuu na kwa moyo wenye nguvu? Kwa nini Wamisri waseme wakisema, amewatoa kwa kuwatendea uovu, ili apate kuwaua milimani na kuwaondoa watoke juu ya uso wa nchi? Geuka katika hasira yako kali, ugaili uovu ulionao juu ya watu wako. Hiyo lugha hawezi kuongea mshirika. Kwanza akiongea hivyo anaisha anamkosea adabu Mungu. Ni kuhani anaweza kuomba hayo maombi mazito. Kwa Mungu, gaili hasira yako ulionayo. Sijui kama wewe ulishaye kuomba maombi kama hayo. Mungu, tukolee rehema zako, tukumbuke, utuhurumie. Kuhani anamwambia Bwana Mungu, samahani, nakusihi leo, gaili hasira yako. Watu wasije wakasema ulitutoa kule ili uje kutuangamiza hapa. Hata kama kweli watu wameabudu ndama, hata kama kweli watu wameacha njia zako, wamejichongea kinyago kuabudu, lakini no. Musa anamkumbusha Mungu, akamwambia mkumbuke Ibrahimu, Isaka na Israeli, Yakobo watumishi wako, ambao uliwapa kwa nafasi yako na kuambia, nitazidisha kizazi chenu mfano wa nyota za mbinguni. Tena nchi hiyo niliyoinena nitakupa kizazi chenu, nao watairithi. Na Bwana akagaili ule uovu. Kwa nini? Aliwakumbuka watumishi wake. Wakina nani? Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Mungu anaenda kuwakumbuka watumishi wake huko ndani na kusaidia familia zao na kusaidia koo zao na kusaidia jamaa zao. Am I talking to somebody? Oh, I feel the presence of God in this place. Neno la Bwana ni taa, inatumulika. Have you come to understand it? Wewe umebarikiwa sana uliokuja asubuhi ya leo. Achana na hao waliojilaza huko. They don't know. Yaani wewe ulioko hapo umepata leo PhD ya kiroho ya kikuhani. Umeshapata thesis, tumeshasaisha na tumekubaliana na tumekupa PhD. Huyo mwingine amekaa huko bado yuko darasa la kwanza la kikuhani. Na Bwana akagaili ule uovu aliosema ya kwamba atawatenda watu wake. Bwana akagaili. Kwa nini? Mungu huwa anawapatiliza watu uovu kizazi cha kwanza hata cha nne, lakini pia Mungu huwa anawapatiliza watu baraka kizazi cha kwanza hata cha nne. Kwa hiyo kumbuka, hawa hapa ni watu ambao wanatokana na kizazi cha Ibrahimu, na alishamwambia Ibrahimu, nitakubariki. Sasa hawezekani hapa tena akabadilisha maneno yale. Musa anajua kabisa Mungu kuna kitu alipatana na Ibrahimu baba yetu. Sasa sitaki leo kumwambia haya maneno, naambia tu akumbuke. Akimkumbuka Ibrahimu na ahadi alizomwambia, Mungu atajua mimi sio muongo na siwezi kusema uongo, basi nitagaili. Akagaili. Na ndio nimekwambia tunapoomba tunatengeneza madhabahu. Kuna madhabahu waliotengeneza Ibrahimu kule Betheli,
ilipita, akaja Yakobo siku moja akiwa ametoroka, haelewi maisha yamempiga, yuko katikati ya kuishi na kufa. Usiku wa manane akachoka, akaenda kulala. Alipolala usiku wa manane, akakuta jiwe, akaigamia bila kujua lile jiwe liliwekwa pale kama madhabahu na babu yake Ibrahimu, baada ya kutokewa na Bwana kwamba atoke katika ile nchi aende katika nchi ya Kanaani. Ibrahimu alipotokewa na Bwana akajenga madhabahu, akaomba pale mahali, na Mungu akamwambia nitabariki kizazi chako. Miaka ikapita, Isaka akazaliwa. Yakobo anamtoroka Esau, anakimbilia kwa Labani. Usiku anaenda kulala pale bila kujua anaenda kulala eneo ambalo ni madhabahu ambayo alijenga nani? Babu yake Ibrahimu. Alafu anaona malaika wanapanda na kushuka, anasema hichi kitu gani? Sikujua mahali hapa kuwa ni lango la wapi? Sikujua. Lango la mbinguni linahudumiwa, ni madhabahu inayohudumiwa. Kama ukijenga madhabahu utaona lango la mbinguni limefunguka, si kwa ajili yako, kwa ajili ya vizazi vyako pia. Kwa hiyo Mungu anafanya na vizazi, anaendeleza vizazi. Kwa hiyo usiombe maombi ya ushirika, omba maombi ya ufalme kwa ajili ya generation to generation to generation. Omba maombi ya ufalme. Ukijenga madhabahu, wewe unaweza usifanye kitu kikubwa, lakini Mungu akakumbuka maombi yako, akawatendea watoto wako. Juzi tulipokuwa tumeenda huko, tukajenga, tukaomba mimi kuikabidhi nyumba ya kaka yake Buchuri, kuiweka wafu huko Kibaha tulipoenda Kongoe. You know what happened? Tulipomaliza kuomba tumeondoka, mtoto wake wa kwanza wa kaka yake na Buchuri yuko darasa la 6, sasa hivi anaingia la 6. Yule mtoto akaota ndoto ya kinabii sio kwa ya kawaida. Usiku ndo jana anapigiwa simu sasa. Naambia yule mtoto sasa, please faster, I need a translation. Sababu anaongea Kiingereza, anasoma shule kubwa kubwa huko. Nikaanza kumtafsiria hiyo ndoto. Siwezi kukuambia hapa, hiyo ni siri ya ofisi na Buchuri kwa ajili. Lakini ni ndoto kubwa ambayo mimi sijawahi kuota utotoni. Ni ndoto ya kubwa. Mtoto yule ana assignment kapewa na Mungu kubwa sana, ambayo kwa yeye ndio atafikisha malengo ya hiyo familia. Yeye ndo ana ufunguo wa familia nzima. Lakini baba mtu alichokifanya, aliita makuhani na kujenga madhabahu nyumbani kwake. Ibrahimu aliambiwa atapewa watoto kama mchanga wa bahari, lakini haikuwa kwake. Waliokuja kutimiza hilo andiko ni Kristo Yesu. Sisi leo hii hapa, sisi wote ni uzao wa Ibrahimu kwa imani. Kwa hiyo sasa sisi tulikuwa uchanga wa bahari dunia nzima, lakini alizungumza na Ibrahimu. Na Ibrahimu anamwambia sasa hiyo hadi itatokeaje, na mimi mwenyewe nimeshakuwa mzee. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo makuhani wanaweza kubadilisha na kufanya Mungu agaili kila uovu uliopatilizwa juu ya familia zao, kanisa lao, taifa lao. Kuna uovu gani ambao umepatilizwa katika familia yako? Leo tunataka tukaombe kama makuhani ili kumsihi Bwana agaili uovu aliotaka kuufanya katika familia. Tutaomba toba ya kifamilia na kumwambia Mungu agaili. Ujue kuna watu leo hii yamkini mnaishi kwa sababu ya uovu ambao ulifanyika, na ule uovu umewafanya mabinti wote kupitia katika huo mstari, umewafanya vijana wote kiuchumi mpitia huo mstari. Uovu kweli ulifanyika, baba zako walizulumu, kweli walimwaga damu, na watu wakasema yote aliyomwaga damu familia yake haitakuja kupata raha. Uovu ulifanyika, baba zako waliwatimua walokole, walipokuja kushuhudia kaambia mmechanganyikiwa nyie, mmerukwa na akili, tokeni hapa. Majibu wanyie, wakaondoka walokole wa watu au wa misionari walikujaga kuhubiri. Babu yako wa babu yako alipoona akachukua mshale akawapiga wale wazungu, wakafa. Ile damu inalia. Nikumalizie historia wakati namaliza. Uko tayari kusikia? Mbona naona sura yako haiko tayari, mbona niache? Uko tayari kumbe? Siku moja misionari mmoja alienda katika mji ambao wenyewe walikuwa hawataki injili, lakini akamwambia Mungu umenituma nitaenda. Kwa hiyo akaenda kule kuhubiri. Sasa baba mmoja alikuwa yeye ndo anajulikana pale kijijini kama vile chief, yani anaheshimika. Aliposikia kwa watu wanaanza kuokoka, akamfuata yule missionary. Kaambia leo hii
ninataka uambie watu wote ulichowaambia kuwa ni uongo. Akasema siwezi kufanya hivi, nilichowaambia ni kweli na amina. Akasema waambie. Akasema siwaambie. Akasema ninakupa dakika moja ya kuomba kwa Mungu wako. Aya, vijana naombeni mnipe mshale mzuri sana wenye sumu. Kaa. Yule mtu akasema, Mungu, damu yangu ikimwagika kwenye hii ardhi, hakutakuwa na mtu katika hii ardhi ambaye atakuja kufanikiwa katika maisha, na watu wote watakuwa vibarua. Akaambia sasa mnaweza kuniua. Wakampiga mshale akafa, damu ikamwagika. Miaka imeenda, hata kama mtu atoke aende mjini apate kazi wizarani, lakini atakuwa anaishi maisha kama kibarua. Yaani akipata hela ni matatizo. Yaani mtu anaondoka huku amesoma, ana biashara kubwa, lakini anaishi kama kibarua. Hela zake zote ni hasara, ni hasara. Atakuja kumalizikia kufanya kibarua, kusafisha mji, barabara za mji. Sasa haya maisha yanaenda, siku zimeenda. Mtu mmoja akaja kupata neema ya kikuani, akawa naomba maombi ya kikuani. Akaambia Mungu, wai sisi, mbona nikiangalia kijiji changu hakuna mtu anayefanikiwa, hakuna mtu anayeendelea hata mmoja? Nini kinatokea? Mungu akamwonyesha maono. Akaambia hivi ndivyo ilivyotokea miaka 50 iliyopita, wakati mishonari ameenda kwenye kijiji chenu kuhubiri. Yule mishonari alilaani ardhi ile yote kwa sababu ya damu yake iliyomwagika pale. Sasa tufanyaje? Akasema cha kufanya hapa, mtafuteni kuhani mkubwa mwenye mandate kubwa, sio wa kiloto ya kitongoji, mwenye mandate kubwa kabisa. Alafu aende pale aongoze maombi ya toba kwa ajili ya mji mzima kwa muda wa siku 7. Alafu mtoe sadaka ya maumivu. Wakafanya hivyo. Baada ya kutoka kule, mwaka uliofuata ulikuwa na uchaguzi. Aliyekuwa mbunge wa jimbo hilo huko Nigeria, jimbo la huko River State huko, akawa ni mtu kutoka kwenye kile kijiji. Hicho kijiji hakijawahi kutoa hata diwani. Maisha ni magumu, watu wamepigika, watu wanasoma, lakini kwa mara ya kwanza mtu akatoka. Na unajua ni nani? Ni yule aliyeenda kuomba maombi. Yale Mungu akamfanya kuwa mbunge wa ile jimbo. Maisha yakabadilika kabisa. Viongozi wakaanza kutoka ile jimbo, maaskofu wakaanza kutoka ile jimbo, makanisa yakaanza kufunguliwa katika ile jimbo. Tunapoomba maombi ya kikuhani, Mungu anakumbuka na kurehemu na kugairi tena. Uko tayari kuomba maombi ya kikuhani ili Mungu agairi chochote alichotaka kutenda familia yako? Simama kwa miguu yako. Kanami tenda nami, nifanye upya, Roho wa Bwana nitumie, kana Bwana Yesu tenda nami, tenda nami, Bwana nifanye upya, kama Bwana, Roho wa Bwana nitumie. Kama wewe ni kuhani wa familia, sema tena, Bwana kaa nami, kaa nami, tenda nami, asubuhi ya leo kama kuhani, nifanye upya, Roho Bwana nitumie kuleta wokovu kama Ibrahimu, kama Musa. Ni maombi yangu, kaa nami Bwana.